kamati ya sheria na hadhi za wachezaji TFF. Lakini baada ya tamko lake hilo kusema kwamba ameagiza kiujumla secretariat ya TFF kuchapisha taarifa kwa umma, baadaye of course TFF walifanya hivyo, wakadai taarifa kwa umma ambayo ilikuwa ikisomeka kwamba kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imetupilia mbali shauri la klabu ya Simba kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara. Simba iliwasilisha malalamiko mbele ya kamati hiyo ikipinga uhalali wa usajili wa Kamara kwa madai kwamba unaifanya Yanga kuwa na wachezaji 13 wa kigeni badala ya 12. Klabu hiyo ilidai usajili wake umekiuka kanuni ya 62 kipengele cha kwanza ya ligi kuu pamoja na kanuni ya shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA. Kamati katika uamuzi wake ilisema usajili wa Kamara hauna dosari kwa vile habanwi na kanuni zilizowasilishwa na klabu ya Simba. Uamuzi kamili wa shauri hili utatumwa kwa mlalamikaji ambaye ni klabu ya Simba. Nimeeleweka ama nirudie? Rudie kwa mara ya mwisho. Nirudie kwa mara ya mwisho. Maamuzi ambayo yametolewa juu ya malalamiko ya Simba Sports Club kuhusu nyota Mohamed Damaro Kamara wa Young Africa. Taarifa kwa umma inasomeka kama ifuatavyo. Kamati ya sheria na hadhi za wachezaji wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imetupa shauri la klabu ya Simba kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara. Simba iliwasilisha malalamiko mbele ya kamati hiyo ikipinga uhalali wa usajili wa Kamara kwa madai unaifanya Yanga kuwa na wachezaji 13 wa kigeni badala ya 12. Klabu hiyo ilidai usajili wake umekiuka kanuni ya 62 kipengele cha kwanza cha ligi kuu pamoja na kanuni ya shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu, nazungumzia FIFA. Na kamati katika uamuzi wake ilisema usajili wa Kamara hauna dosari kwa vile habanwi na kanuni zilizowasilishwa na klabu ya Simba. Uamuzi kamili wa shauri hilo utatumwa kwa mlalamikaji ambaye ni klabu ya Simba. Imetupilia mbali. Imetupilia mbali. Wajaandika hapo wamegoma kidogo. Imetupilia. Imetupa shauri la klabu. Hiyo ni kutupilia mbali. Kanda au ndo imepunguza ukali wa maneno. Naona kidogo ushawahi kuona Masalanga anavyourusha mpira. Alipewa picha Morocco bana, mashabiki walienjoy sana. Masalanga akidaka yeye apigi. Anatupa mpira. Basi kile anachokifanyaga Masalanga ndio alichokifanya TFF. Tulikaa hapa mimi na wewe siku ya kwanza kwa Jumapili kwa Jumapili. Nilikuuliza swali ambalo leo pia nitarudia. Simba ana hoja ya msingi kwenye hili shauri. Majibu kaniambia una engo zote mbili. Mnyama ana hoja ya msingi lakini pia mnyama hana hoja ya msingi, ukatoa maelezo yake. Leo nalirejea kwa maelezo yako yale. Bana tukaenda na details za uhamiaji, sio wapi nini na nini, lakini pia kwa nini Emmanuel Keyeke hajashtakiwa, imekuaje? Kwa nini huyu tu? Majibu yako ya mwisho ka conclude kwamba ni siasa za football upande wa Simba na Yanga. Majibu ya kamati yanaashiria maelezo ile siku kwamba mnyama hana hoja ya msingi. Of course. Kuna kitu nilikigusia wiki iliyopita. Na kama umetoka ukizungumza hapa, hili swala la Damaro ulikuwa ukilitazama kwa picha ya kwanza, ilikuwa ni siasa za Simba na Yanga, ambapo hakukuwa na mantiki ama hakukuwa na ulazima wa Simba kufungua hii kesi. Lakini ulikuwa ukitazama unaona hii kesi imefunguliwa ikiwa ina mrengo wa kuleta siasa za kimpira ambazo imekuwa ni utamaduni wa Simba na Yanga kufanyiana vitu vya aina hii. Lakini tulipokuwa tukija kuzungumza sasa kwenye uhalali wa Damaro kuwa Mtanzania, kwa sababu complaint za Simba zilikuwa kwenye engo mbili. Engo ya kwanza ilikuwa ni uhalali wa Damaro kusajiliwa kama mchezaji wa kigeni, lakini engo ya pili ilikuwa ni mchezaji mzao mchezaji mzao. Lakini engo ya pili ilikuwa ni status quo ya Mohamed Damaro FIFA. Hivyo ndio vitu ambavyo nilikuwa navigusia hapa. Na kwenye engo ya Simba na hoja niligusa zaidi kwenye status quo ambayo inasoma kwa Damaro FIFA. Lakini kwenye hizi hoja zingine za ndani nilikuwa very straight kwamba Simba ndani hana hoja kwa sababu zifuatazo.
complaint ya Simba inahusu uhalali wa Damaro kusajiliwa kama mchezaji wa kizao. Na katika kitu ambacho tulikizungumza ilikuwa ni kwenye vitu viwili. Mchezaji anayesajiliwa kucheza ligi ya Tanzania akiwa mzawa atapita kwenye system inaitwa DTMS, Domestic Transfer Matching System, ambapo kila shirikisho barani Afrika ina DTMS yake, ina namna yake ya kukamilisha sajili, ina taratibu zake za usajili, ina namna ambavyo inamtambua mchezaji halali na mchezaji ambaye sio halali. Hiyo ndio inaitwa DTMS. Yawezekana ikawa ni system rasmi ama ikawa ni neno ambalo linatumika kulingana na mfumo ambao unatumika kwa muda huo. Halafu kuna TMS, Transfer Matching System, ambayo hii ipo imetengenezwa na FIFA. Ni worldwide. Yes, hii ni worldwide. Hii mara nyingi ina cover international transfers, hasa kwa soka la barani Afrika ina cover international transfers. Mchezaji anayetoka taifa moja kuja taifa lingine, ambapo umokati ndo utakutana na kitu kinaitwa ITC, International Transfer Certificates. Umo ndo kuna ndo unapodondokea kwenye TMS. Sasa issue ya Damaro kwa upande wa TMS ilitumika Damaro anavotoka Horoya kuja Singida Black Stars msimu uliopita. Pale ndo kulizitumiki za ITC na makabrasha mengine, ambako huko kwenye TMS kuna taratibu zake za sajili kukamilika. Baada ya Damaro kufika nchini Tanzania, alidumu Tanzania kwa nusu msimu, akabadilisha uraia. Baada ya Damaro kubadilisha uraia, kumbuka status yake ya kwanza kwenye DTMS ya TFF ilikuwa inasoma ni raia wa Guinea. Lilipofika dirisha dogo, usajili wa Kamara unabadilika, anasajiliwa upya, ambako usajili wake upya unakuja na status yake kwa muda huo. Dirisha dogo Damaro alikuwa shabadilisha uraia, akawa ni Mtanzania. Na tunapozungumza kubadilika kwa uraia wa Damaro, hatuzungumzi by the way tu, tunazungumza kwa mujibu wa katiba ya taifa letu. Damaro alipewa uraia kwa sababu katiba iliruhusu hili jambo. Katiba ilimruhusu Damaro kuwa raia wa Tanzania kwa mujibu wa vifungu ambavyo viko kwenye katiba yetu. Kwa hiyo Damaro alikuwa Mtanzania halali kwa mujibu wa katiba. Hivyo kwa mujibu wa DTMS ya TFF ina taratibu zake za kumtambua wewe ni mgeni, wewe ni mzao. Kwa hiyo DTMS ya TFF baada ya kupitia vigezo vyote ikagundua kwamba Damaro ni Mtanzania. Ikiwemo hizo passport na makabrasha mengine. Kwa hiyo DTMS ya TFF ilikuwa imepitisha usajili wa Damaro kwamba yeye ni mchezaji ambaye kwa muda ule ana hadhi na wachezaji wengine wote wakizawa waliosajiliwa kwenye DTMS ya TFF. Yani mzawa mwingine Damaro, vigezo vilivyotumika kumsajili ndivyo vigezo vilivyotumika kumsajili mtu kama Masalanga pale Yanga. Ndivyo vigezo vilivyotumika kumsajili Kibabage pale Simba. Ndivyo vigezo vilivyotumika kumsajili sijui Thomas Ulimwengu pale Coastal Union. Vigezo ambavyo Damaro navyo ndio vyote ambavyo wachezaji wa kizao wote wa Tanzania wanavyo. Damaro akacheza ligi kuu Tanzania bara kwa nusu msimu mwingine akiwa Mtanzania, kabla ya msimu huu tena kusajiliwa upya, kwa sababu kila msimu mnasajili. Yani kila itakapofika msimu wa usajili, hasa dirisha kubwa, timu inatakiwa kusajili. Na ndio maana waga inatoka orodha ya timu ambazo hazijakamilisha sajili zao. Unakamilisha sajili ambazo huwa hazikamilisha, labda ambazo huwa hazirejewi ni zile sajili ambazo mlizisajili kwa muda mrefu wa kimkataba. Labda msajili miaka 3, hizo ndio huwa ambazo hamzirudi. Lakini hizi nyingine ambazo unakuta mchezaji na mkataba mwaka mmoja, mnahuisha usajili wake kwenye DTMS. Kama kuna taarifa za nyongeza mnaongeza. Kama ameboresha mkataba mnaenda na nyie mnaongeza kwamba kule bwana mchezaji wetu ameboresha mkataba. Kwa hiyo Damaro dirisha kubwa msimu huu usajili wake Black Stars ukahuishwa tena, akiwa amesajiliwa tena kama mzawa. Kwa sababu DTMS ya TFF inamtambua mchezaji mzawa kwa vigezo. Yani ile si unamtambua mchezaji mzawa brain kwa hisia. System haitambui hisia, system inatambua vigezo. Kwa hiyo Damaro alishakuwa na vigezo vya kutambulika kama Mtanzania kwa mujibu wa DTMS ya TFF, hivyo akapewa leseni tena ya kutumika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Akatumika nusu msimu. Baada ya kutumika nusu msimu akiwa na Black Stars, klabu ya Young Africans sasa inarudi tena kwenye DTMS ya TFF, inabadilisha usajili wa Damaro kutoka kuwa mchezaji wa Black Stars kuwa mchezaji wao. Wanamsajili kwa vigezo vile vile
kama ambavyo walitumia kumsajili bwanetu Emmanuel Mwanengo kutoka TRA. Vigezo vile vile Baraka Mongosi. Yes, Baraka Mongosi alivyosajiliwa Simba ndivyo vigezo vile ambavyo vilitumika kumsajili bwana Damaro kutoka Singida kwenda Young Africans. Kinachobadilika kwenye DTMS pale, inatakiwa tu kusoma on loan kwa sababu ni mchezaji wa Black Stars mpaka dakika hii. Lakini kinachotakiwa kubadilika pale ni huyu yuko huku kwa mkopo. Taarifa atakazozijaza Black Stars na taarifa atakazozijaza Yanga zikimatch tu, yani hizi taarifa atakazozijaza Singida na taarifa atakazozijaza Yanga zikiwiana kwenye mfumo wa TFF, huyo mchezaji anapewa leseni. Damaro akapewa leseni ya kuitumikia Young Africans. Sasa Simba wao walienda kugusa kwenye vigezo vilivyotumika kumsajili Damaro kama Mtanzania. Ndio maana ukisikiliza hoja za mwenyekiti wa kamati ya sheria na hadhi za wachezaji, amekuwa very straight kwamba kwenye issue hiyo hakukuwa na makosa mpaka hapa alipo. Yani vile vigezo ambavyo vinatakiwa mchezaji mzawa awe navyo, Damaro vyote anavyo. Anatakiwa kuwa raia wa Tanzania, labda anatakiwa kuwa sijui na namba ya NIDA, labda sijui kama natumia mfano kama anatakiwa kuwa na ndui, wanakaguaga ndui basi anayo, kama sijui wanakaguaga nini, basi vitu vyote ambavyo huwa anasajiliwa mchezaji mzawa, taratibu zote anazo. Kwa hiyo Simba wao hoja yao kuu ambayo waliipeleka mezani kwa TFF tayari imekuwa countered na taratibu ambazo zipo kwenye mifumo ya usajili ambayo TFF waliipitisha, na wao wenyewe Simba Sports Club walipitisha vitu vya aina hii pindi ambapo wanakubali kucheza ligi kuu Tanzania bara. Ila utakapokuja sasa kusoma status quo ya Damaro FIFA, huko sasa niligusa kwenye engo moja nzuri sana kwamba tutakapokuwa tunazungumza hadhi za wachezaji ambazo FIFA anazitambua, FIFA anamtambua mchezaji kwa shirikisho analoliwakilisha, kwa sababu wapo wachezaji wenye uraia zaidi ya taifa moja. Of course. Wapo wachezaji ambao wana mataifa mawili, moja la Afrika, moja la Europe. Kwa hiyo FIFA atakachofanya yeye, anakutambua kwamba kwa muda huo unaliwakilisha taifa gani. Haijalishi una uraia wa nchi ngapi, unaweza kuwa una uraia wa nchi 50 dunia hii, lakini FIFA analitambua taifa moja ama shirikisho moja, sio taifa, ni shirikisho moja ambalo unaliwakilisha. Na ndio maana nilitumia mfano nikasema, leo mchezaji wa Kitanzania ambaye amezaliwa visiwani Zanzibar, FIFA haimtambui kama anawakilisha shirikisho la soka la Zanzibar kwa sababu ZFF sio mwanachama wa FIFA. Huyo mchezaji kama Faisal, yeye popote atakapoenda anaiwakilisha TFF. Kwa hiyo atakapoenda kusimama sehemu yote, atasimama akiwa mwakilishi wa TFF kwa mujibu wa FIFA. Sasa ni namna gani hii mifumo miwili inaingiliana? Hiyo ndio hoja ambayo Simba wangeweza kuiraiza hapo. Kama kulikuwa kuna mwingiliano wa status quo ya FIFA dhidi ya usajili ama dhidi ya taratibu za kiusajili za TFF, kama kungekuwa kuna mwingiliano, alikuwa na hoja. Lakini kwa sababu imethibitishwa kwamba hakuna mwingiliano, DTMS inajitegemea, basi of course mnyama hana hoja msingi.